Rahby Digital inazidi kuboreka. Tupo kwenye harakati za kuboresha akaunti yetu na kufanya kazi maoni yenu. Ushauri wenu ni muhimu sana kwetu na tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunawaletea maudhui bora zaidi. Kama unahitaji kutunga mkono katika safari hii, unaweza kuchangia kiasi chochote kile ili kusaidia kufanikisha malengo yetu. Changia sasa na uwe sehemu ya mabadiliko. Natumai unaendelea vyema hapo ulipo, nami nakusalimu. Assalamu alaikum, amani iwe nawe. Peace be upon you. Nimekuja kuzungumza na wewe kwa sababu huu ni utaratibu wetu ambao tumejiwekea kuwa huwa mara kadhaa tunazungumza mimi na wewe. Karibu kila siku hivi sasa tunazungumza mimi na wewe. Awali ya yote nichukue fursa hii kuwapa pole wa Kristo wote duniani, hasa wa Katoliki, kwa kifo cha Papa Francis ambaye kimetangazwa na Vatican, ambayo kimekuwa ni official baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mnakumbuka kipindi cha nyuma hapa mwezi mmoja uliopita, taarifa ilikuwa amelazwa hospitali na taarifa ya Vatican ilisema kuwa mapafu yake yalikuwa yamefeli, na hata baadhi ya vyombo vya habari vilitaja kuwa amefariki, lakini taarifa ile haikuwa halisi. Lakini taarifa ya sasa ndio inathibitisha kuwa amefariki kweli. Papa Francis ambaye alizaliwa mwaka 1936 amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Namkumbuka kwa sababu katika sehemu ya haki, huyo amekuwa ni sehemu ya watu ambao wamekuwa wakizungumza kuhusu haki. Mara kadhaa katika hotuba zake alizungumza kuhusu haki. Aliposimama kwenye kile kidirisha chake pale Vatican, mara kadhaa alizungumza kuhusu vurugu zinazoendelea kule za Rohingya, alizungumza kule Myanmar, alizungumza kuhusu machafuko yaliyokuwa wakati ule Lebanoni, lakini mara kadhaa amezungumza kuhusu hali ya Palestina, akikemea kile kinachoendelea Palestina. Mara kadhaa amezungumza, na hata amekuwa na misuguano kati ya Vatican pamoja na utawala wa Israeli kwa muda mrefu kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu tu amekuwa akizungumza zaidi kuhusu haki. Kuna malumbano yalitokea kati ya Israeli na Vatican katika kipindi hiki hasa cha huu utawala wa right wing. Kuna malumbano yalitokea makali sana, hasa kwa Vatican kuishutumu serikali ya Kizayuni ya Israeli kuwa imekuwa ikitumia vifungu vya Biblia kuhalalisha uhalifu wake na ukaliaji wake kwenye maeneo ya Wapalestina, huku hiyo serikali ya Kizayuni au hiyo Israeli ikipingana na kitabu hicho kwenye maandiko mengine yote, isipokuwa huwa ina support maandiko tu ambayo yanawapendelea wao. Manake kuwa serikali haiamini kuhusu hicho kitabu ambacho wao wanapigania. Kwa hiyo Vatican mara kadhaa ilikuwa inawaambia kuwa msitumie Bible au msitumie Biblia ambayo nyinyi hamuiamini. Kwa kuna malumbano kadhaa yalishawahi kutokea kati ya serikali ya Israeli na Papa ambaye alikuwa akiongoza Vatican. Kwa hiyo mimi namkumbuka kwa baadhi ya vitu ikiwemo hiki. Kwa hiyo narudia tena kutoa pole kwa Wakatoliki wote duniani. Tuendelee kuongea. Nimekuja kuzungumza kufafanua kuhusu, nilitoa uchambuzi wangu siku mbili wiki jana hasa iliyopita kuhusu mpango wa Marekani wa kuvamia Yemen kwa ile inaitwa ground invasion. Kwa sababu nilizungumza katika uchambuzi wa kule, sikuwa nimekuja official kuzungumza hapa. Sasa nataka ni ufafanue aina ya mpango na umesuka kwa staili gani. Kwa zaidi ya siku 35 Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi mfululizo katika maeneo tofauti ndani ya Yemen. Imekuwa ikifanya mashambulizi sehemu tofauti. Vifo vya watu 100 kadhaa vimeripotiwa mpaka hivi sasa. Na Marekani imesema kuwa imekuwa ikilenga maeneo muhimu ya Wahuthi, yani sehemu ambazo Wahuthi wamekuwa wakizitegemea hasa kwenye masuala mfano ya kiuchumi, sehemu za kuhifadhi mafuta, ghala za silaha, na sehemu nyingi ambazo Marekani wanasema kuwa wamekuwa wakilenga. Wanasema tunalemaza mfumo wa uwezo wa Wahuthi ili waje wachukue hatua baadaye. Sasa taarifa za awali za hili tukio hazikuwa zimetajwa na Marekani. Kwanza ni taarifa ambayo ilikuja kwa kukanushwa baada ya taarifa za chini kwa chini kutokea kuwa mpango wa kuvamia Wahuthi wa Yemen ulikuwa ni mpango unaoratibiwa na serikali ya Imarati. Serikali ya Falme za Kiarabu ndio ilikuwa inaratibu mpango wa kufadhili jeshi ambalo litavamia Yemen na kupambana na Wahuthi. Kwa usiojua, Yemen imegawika sehemu mbili. Kuna Yemen ambayo kiasi kikubwa cha nchi, yani asilimia kubwa ya nchi iko kwenye mikono ya wale wanaitwa Wahuthi. Wahuthi hawa ni wa Yemen ambao wanaungwa mkono na Iran, ambao kiasili ni Washia.
lakini kuna serikali ya upande wa pili ambayo iko Aden. Hii serikali ambayo iko Aden yenyewe ni serikali ambayo inaotambulika kimataifa, inaungwa mkono na Saudi Arabia na nchi za magharibi. Na hata kunapotokea labda mikutano ya Kiarabu, mikutano ya kimataifa, yani Yemen huwa inawakilishwa na serikali inaokaa Aden, sio serikali ya Sanaa ambayo iko chini ya Wahuthi, kwa sababu hii serikali ya Wahuthi haitambuliki na hawaitambui, inatambulika na Iran na washirika wake. Sasa hii serikali ambayo iko Aden ndio hasa inakusudiwa kuwa inafanyiwa mpango na hivi sasa na Marekani kulemaza uwezo wa Wahuthi ili waje wawape nguvu hawa waliopo upande wa Aden, waweze tena kurudi kwenye vita ya kuanza kupambana na Wahuthi ili kuchukua yale maeneo na kuondoa utawala wa Wahuthi ili waweze kuondoa tishio kutoka kwenye Bab el-Mandeb, ile bahari, na tishio la meli za Marekani. Kwa hiyo huu mpango umekuwa ukiratibiwa na Marekani. Aina ya mpango huu ni kama mpango uliokuwa umeratibiwa na Israeli kabla ya kupindua utawala wa Bashar al-Assad, kwa sababu wakati wa vita ya Lebanoni na vita ya upande wa Gaza, Israeli ilitumia muda mrefu sana kufanya mashambulizi ndani ya Syria, ikawa ikipiga kambi, ikipiga sehemu tofauti. Ilikuwa inasema inalemaza uwezo wa jeshi la Bashar al-Assad mpaka pale walipojiridhisha kuwa uwezo wa kuzuia mashambulizi makubwa hawana. Kwa hiyo ndio wakaratibu shughuli ambayo iliratibiwa kwa kiwango cha hali ya juu na Uturuki na Ukraini pamoja na baadhi ya madola ya Kiarabu kuvamia kwa kutokea kule juu Aleppo na kuanza kusogea Hama na miji mingine mpaka kuja Damascus kumpindua Bashar al-Assad. Kwanza walianza kulemaza uwezo wa jeshi la Syria ambao ulikuwa unaratibiwa na mashambulizi ya anga ya Israeli ambao yalikuwa kwenye mpango wa baadaye, kwa sababu mpango huu ulikuwa umeratibiwa kwa muda mrefu, sababu wakati tu wanasaini makubaliano ya Lebanoni tarehe 19 mwezi Septemba, nadhani ilikuwa Septemba au Novemba. Ilikuwa Novemba, kwa sababu ilikuwa tarehe 19 Novemba, kwa sababu Hassan Nasrallah ameuawa 19 Septemba, lakini ilikuwa ni Novemba 19 wakati tu wamemaliza kusaini yale makubaliano kati ya Israel na Hezbollah kumaliza machafuko. Netanyahu alisema kuwa tunaenda kuchora ramani mpya ya Mashariki ya Kati, na hapo ndio vita ikaanza kuanza ndani ya Syria na yale makundi yakatoka. Maana yake kuwa tayari this was planned, yani ilikuwa ni plani ambayo tayari ilikuwa imeshaandikwa. Kwa hiyo ndani ya Yemen kinachofanyika hivi sasa ni Marekani kulemaza uwezo wa Wahuthi ili waje waanze kuratibu sasa vikundi vya ardhini, ground invasion, waje kujaribu kutoa utawala wa Wahuthi. Sio vita mpya. Wahuthi wameshapigana kwa hii vita ambao wanaileta, tayari walipigana na huyo Trump. Wakati wa utawala wa Trump aliunga mkono Saudi Arabia, Imarati, Qatar kabla hajajitoa kwenye huo muungano, Kuwaiti, lakini muungano ambao ulikuwa umebeba nchi nyingi baadhi ambazo za Kisuni ambazo zilikuwa zinapigana na Wahuthi. Muungano ambao ulikuwa umewabeba hata wenzetu wa Afrika, Senegal walikuwepo, Sudan ya RSF, waliingia wa Bangladesh upande wa pili. Kwa hiyo si vita mpya sana kwa Wahuthi, au kusema Wahuthi labda waliwahi kuwa yani kitu kinakuja kipya, kwa sababu vita ile ilikuwa inaratibiwa hivi na Marekani na washirika wa magharibi ambao walikuwa wanairatibu kwa kiwango cha hali ya juu sana ile vita na kuhakikisha kuwa wao wanashinda. Sasa huu ni mpango mpya na ni uratibu mpya ambao unaratibiwa na Marekani na washirika wake ili waje tena kujaribu kutaka kupindua utawala wa Wahuthi wa Yemen. Lakini katika kipindi chote cha vita ambayo ilipigwa miaka hiyo, kwa sababu hiyo vita ilianza mwanzo wa miaka 2010 na kitu kuja mpaka karibu miaka 2019 huku, mpaka walivyokuja suluhu ilivyowekwa kwa pande zote, ndio hii serikali ambayo inaungwa mkono na Saudi Arabia ilirejea ndani ya Yemen, kwa sababu wakati huo hii serikali iliondolewa ikawa inahudumu kutokea Riyadh, ikawa iko yani serikali ya Yemen, lakini ilikuwa inahudumu kutoka Saudi Arabia mpaka alipofanyika mazungumzo ndani ya miaka hii 2020. Hii serikali na mawaziri wake ndio wakarejea rasmi ndani ya Yemen baada ya Wahuthi kukubaliana tuweke peace agreement, ndio waliporejea. Kwa hiyo hata katika kipindi cha nyuma kuwa Marekani alishaanzisha hii vita, Marekani alishaisupport hii vita ambayo ilikuwa inaratibiwa na Saudi Arabia na Imarati na washirika wengine wa Gulfu. Nchi za Gulfu karibu zote zilishiriki kasoro Omani, alao Qatar ilikuja ikajiondoa baada ya mgogoro wao wa 2017 na Waarabu wenzake, akajiondoa kwenye hii vita. Lakini ni vita ambayo Wahuthi walishinda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kadri walivyokuwa muda ukienda wao walikuwa wanachukua zaidi maeneo. Kwa hiyo Wahuthi walichukua maeneo zaidi ukilinganisha na msaada waliokuwa wanaupata upande wa pili. Kwa hiyo jinsi inavyoratibiwa hii vita inaratibiwa kama ilivyoratibiwa vita ya Syria, kuwa lemaza uwezo tumalize vita. Kwa hiyo hiyo ndiyo vita ambayo inanukia, na huo ndio mpango ambao rasmi unakuja.
Kwa hiyo yetu ni macho, kwa sababu vita hii ndani yake ina mikono ya majirani wa Kiarabu ambao kiuhalisia hivi karibuni wameripotiwa wengine kufanya mashambulizi ndani ya ardhi ya Yemen, ikiwemo Saudi Arabia, lakini tunaona kuwa ushiriki wa Imarati umekuwa wa hali ya juu kwa upande wa pili, upande wa Israel ambaye ndio hasa ana ugomvi na hao. Sasa tunasubiri tuone washirika wa mara hii watakuwa kina nani. RSF bado wako kwenye vita, hatujui Imarati atakodi jeshi la wapi ili waweze kwenda kumalizia hii vita. Kwa hiyo nimekuja kwa kulifafanua hili swala ili uelewe kuwa uratibu wa hii vita unaratibiwa kwa njia gani. Jamani, asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.